ninawashukuru sana kwa niaba ya chama chetu. Nataka niseme mambo kadhaa mbele yenu. Jambo la kwanza, tuko kwenye operation kubwa ya chama, operation ya no reforms no election. Chama chetu katika wakati mbalimbali kimeibua ajenda kubwa katika nchi hii. Ajenda ya kwanza iliyoungwa mkono sana na wananchi ni ajenda ya wizi wa mali za umma, ajenda ya ufisadi iliyoasisiwa na Dr. Slaa na Tundu Lissu pale Mwembe Yanga. Ajenda ya pili ilikuwa ni ajenda ya utetezi wa rasilimali za nchi yetu, wizi wa madini na usafirishaji wa mali ikiwemo wanyama hai na kuacha Watanzania wakiwa maskini. Iliungwa mkono sana na nyie Watanzania. Ajenda ya tatu ni katiba mpya, na hizo ajenda ziliungwa mkono sana na zilisababisha mashambulizi makubwa dhidi ya chama chetu. Ajenda ya nne ambayo imeungwa mkono na taifa zima ni ajenda ya Watanzania kutaka uchaguzi huru utakaowapa viongozi wanaotokana na kura zao, ajenda ya no reform no election. Na imesababisha serikali imechanganyikiwa, imechizi. Serikali inatumia kila aina ya mbinu kujaribu kuiua Chadema. Mnisikilize, kuna mashambulizi mengi yamefanywa. Shambulio la kwanza ilikuwa ni kutumia watu tuliokuwa nao kuandika barua kwa msajili kwa maagizo ya msajili mwenyewe kwamba wapinge uchaguzi wa ndani ya chama chetu, uchaguzi ambao ulikuwa most transparent election, uchaguzi wa wazi uliorushwa na TV zote, kila Mtanzania akaushuhudia na taifa zima halikulala, ikiwemo rais hawakulala wakiangalia uchaguzi wa chama chetu ulivyokuwa wa wazi, huru na haki. Kila mtu aliona ule uchaguzi ulivyokuwa huru, haki. Wakaandika hiyo barua mwezi wa 3, wakaipeleka kwa msajili. Lakini vile vile wakatumia viongozi tuliokuwa nao kutoka Zanzibar. Aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama chetu kwa miaka 15 kutoka Zanzibar akaandika kesi ambayo aliifungua akishirikiana na msajili msaidizi Sisti Nyahoza, kwa kufungua kesi kwamba Zanzibar inadhulumiwa na sisi wa bara na chama kutoka bara. Basi tukasema kama kuna dhuluma, si maombi angekuwa sasa ni hizo mali zigawanywe kwa haki. Lakini badala ya kuomba maombi hizo mali zigawanywe kwa haki, akaomba maombi kwamba chama kizuiliwe kufanya kazi zake zote za kisiasa. Kwamba wewe unadai mali haigawanywi kwa haki, lakini unataka watu wa Ngarenaro wasikae kikao cha chama kujadili masuala ya chama. Watu wa Tarime wasikae kikao cha chama kujadili masuala ya chama. Hiyo inawaambieni nini? Kwamba mtu aliyekuwa madarakani kwa miaka 15, yeye ndio alikuwa madarakani, ametoka juzi, hakuwahi kuona Zanzibar inadhulumiwa akiwa madarakani. Ametoka tu ndio akakumbuka kwamba Zanzibar inadhulumiwa na bara. Hiyo ni vita ya pili. Vita ya tatu ikawa ni kumkamata mwenyekiti wetu tukiwa Mbinga. Wakamfungulia kesi ya uhaini ya uongo. Mtu aliyepigwa risasi 16, Mungu akamuokoa, amesimama akiwa na risasi mwilini mwake. Kesi ya uhaini, watu wa Arusha, hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa ukikuto guilty. Wanajaribu wamuue. Wakategemea chama kitapara rais, kitarudi ndani, kitaenda kulia free Lissu, free Lissu. Tulipokutana kwenye kikao nilichokiongoza, tukasema akipigwa mmoja wetu risasi, tuliobaki tunasonga mbele ili tudai haki ya tukaanzisha na tukaendelea na operation aliyokuwa ameanzisha Tundu Lissu. Tulipoenda kanda ya Ziwa,
Mapokeo yamekuwa makubwa kuliko walivyotegemea. Wakajaribu na kuanzisha chama kikaragosi. Hizi zote ni mbinu za kujaribu kuishambulia Chadema, lakini nyie wa Tanzania mmekataa kuona Chadema inakufa mbele ya macho yenu, mnaendelea kuiunga mkono. Sasa jana mmemsikia msajili amesema kwamba anaifutia Chadema ruzuku, anatishia kukifuta chama hiki kinyume cha utaratibu wa sheria. Tukijaribu kueleza mambo yote, hata hiyo barua yenyewe ya huyo aliyelalamika, mwanzo aliandika kama anamwandikia msajili rufaa. Sisi tukamjibu msajili kwamba wewe sio mamlaka ya rufaa ndani ya chama chetu. Chama chetu kina vyombo vyake vya kufanya rufaa kama mtu ana malalamiko. Kwa hiyo kama mtu amekuja kwako, mwambie arudi ndani ya chama, ashughulikiwe ndani ya chama. Msajili akamwambia toa hiyo barua, andika barua kama malalamiko. Kwa hiyo barua yenyewe imeandikwa na msajili, yeye ndio mshtaki, yeye ndio mlalamikaji, alafu yeye ndio jaji anayetaka kutoa hukumu dhidi ya chama chetu. Sasa ndugu zangu, maamuzi ya tuliotoa tarehe 23 na tarehe 24 ni maamuzi ya kamati kuu ya chama chetu, hayakuwa maamuzi yangu binafsi. Chama chetu kilisema barua ya msajili ni batili kupitia kamati kuu ya chama chetu. Sasa na kimeendelea kutambua viongozi wetu tuliowateua kwenye baraza kuu la tarehe 22. Tunafanya nini baada ya hapo? Tumeitisha kamati kuu ya chama tarehe 3. Tutarudi kwenye kamati kuu kujadili barua ya msajili na tutatoa mwelekeo wa nchi ni wapi tunaelekea. Nataka nitumie nafasi hii kumwambia Rais Samia, kwa sababu najua ndio yuko nyuma ya hili jambo, kujaribu kuishambulia Chadema na ajenda yake. Rais Samia, ukijaribu kufunga mbinu za kidemokrasia za watu kudai haki yao, watu wanauawa, watu wanatekwa. Mimi nimeambiwa jana kwamba niangalie sana namba zangu zinahesabika. Nataka niwaambie watu wa Arusha, sitakimbia nchi hii hata dakika moja. Nitakuwepo kama damu yangu itamwagika katika kutetea haki na usawa katika nchi hii, na imwagike, lakini msirudi nyuma, tusonge mbele mpaka tutakapopata mabadiliko ya nchi. Ndugu zangu wa Tanzania, huyu msajili ni adui wa demokrasia ya nchi yetu. Alifanya hivyo kwa CUF. Mbatia Lipumba aliyejiuzuru mwenyewe mbele ya uso wa dunia, akatoka kwenye chama, akabaki Maalim Seif. Lipumba akaenda akakaa miezi iliyotosha, akarudi msajili akapora chama, akamkabidhi Lipumba na akampa ruzuku Lipumba. Msajili huyu ameipora NCCR kutoka kwa James Mbatia, akakabidhi kikundi kingine cha watu. Leo tarehe 28 Mahakama Kuu ya Dodoma imesema uamuzi aliofanya msajili ni uamuzi wa kihuni, ulivunja sheria, chama kirudi kwa Mbatia. Kwa hiyo msajili anahusika kuua chama, anahusika kuua vyama ndani ya nchi. Ni adui wa demokrasia ya nchi yetu, anataka kujaribu kuiua Chadema. Nataka nimwambie hataweza, na Chadema haiwezi kufa, itasonga mbele kutafutia Watanzania mabadiliko. Watu wa Arusha, kwa nini tuko hapa kuzungumzia uchaguzi? Kwa nini tunazungumza? Kila aliyepanda hapa anasema kuhusu uchaguzi, kuhusu uchaguzi, kuhusu uchaguzi. Hii hapa ni katiba ya nchi yetu. Ibara ya 8 inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi. B, lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. C, serikali itawajibika kwa wananchi. Sasa tunaposema
Wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote. Maana yake ni maana yake ni kwamba badala ya wewe, mimi, mtu wa Tarime na mwingine kwenda bungeni tukajiwakilishe, hakuna ukumbi wa kutosha kutubeba, tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu aende bungeni. Kwa sababu wote hatuwezi kuwa marais, tunateua mtu mmoja awe rais, asimamie rasilimali zetu kwa niaba yetu. Ndio maana ya katiba kusema hivi. Ndio maana ya katiba inasema wewe ndio msingi wa mamlaka, na lengo la serikali itakuwa ni ustawi wako, ustawi wa mwananchi. Serikali itumie rasilimali zetu kufanya muishi vizuri. Ustawi maana yake ulale sehemu nzuri, upate chakula, utibiwe vizuri, watoto wako wasome vizuri. Leo tunazungumza Arusha, miaka 63 baada ya uhuru wa nchi yetu, kwenye nchi ambayo imejaliwa rasilimali za kila aina. Ukianzia ukanda wa pwani Dar es Salaam, unakutana na bandari ambayo ina kilomita 1600 kutoka Mtwara mpaka Tanga, na nautical maili 200 kuingia ndani. Tuna misitu. Mbuga ya Seru ni mbuga kubwa kuliko zote dunia nzima, iko ukanda wa pwani. Ukienda Lindi na Mtwara, unakuta mpaka kule Ruangwa, unakuta dhahabu, unakuta kopa zinazotumika kutengeneza nyaya za umeme. Kopa inatoka Tanzania. Huo ni ukanda wa pwani, na mambo mengine mengi tunayoweza kuzungumza mpaka kesho asubuhi. Ukija ukanda wa kaskazini, unakutana na mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani. Unakutana na madini ya Tanzanite ambayo hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Ukienda ukanda wa ziwa, na hapo ukanda wenu pia, unakutana na mbuga ambayo iko kwenye maajabu 7 ya dunia, Ngorongoro. Hizo ni rasilimali ambazo Mwenyezi Mungu ametuwekea hapo. Ukienda ukanda wa ziwa, ukianzia kule kwetu Tarime, unakutana na dhahabu. Nenda Geita ni dhahabu, nenda Kahama ni dhahabu, nenda Nzega ni dhahabu. Kila kona ya nchi hii ni dhahabu. Tanzania ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi kwenye dunia hii. Na leo nilipokuwa naangalia bei ya dhahabu, kwa gramu moja ya dhahabu ni shilingi 290,000. Nikisema gramu ni ule wembe ukiuchukua ukauvunja hivi, kale kamoja kale ndio shilingi 290,000. Nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu. Ukiwa kwenye ukanda wa ziwa, unakutana na ziwa lenye upana kuliko yote Afrika nzima, na pili duniani, ziwa Victoria. Ukiwa kule Kagera, unaenda sehemu inaitwa Kabanga, unakutana na madini yanaitwa nickel na cobalt, madini yanayotumika kutengeneza injini za ndege na yatumika kutengeneza betri za simu, yanatoka Tanzania. Haya ndio madini ambayo leo yanaenda kutengeneza magari ambayo dunia inabadilika kutoka kwenye magari yanayotumia mafuta inakwenda kwenye magari yanayotumia umeme. Hayo madini yanatoka Tanzania, Kabanga, Kagera, madini ya nickel na cobalt. Ukienda ukanda wa kati, ukizungumza kuhusu Singida, unakutana na madini ya uranium yanayotumika kutengeneza mabomu ya nuclear, na Singida kunatoka pia mabomu ya nuclear na umeme wa nuclear, nguvu za nuclear. Madini haya yako hapa. Ukienda kule Nyasa, ukianzia ziwa Ngozi, tuna geothermal chini inaweza kutumika kutengeneza umeme wa kulisha Afrika nzima, umeme wa joto ardhi. Unaenda Chunya, unakutana na dhahabu. Ukienda Njombe, unakutana na mlima wa chuma ambacho tunaweza kutumia miaka 100 kwenye mlima unaitwa Liganga. Mungu maeneo mengine aliweka chuma chini ya ardhi, unaenda kuchimba. Sisi alituwekea mlima na akatupa makaa ya mawe ya kuyeyushia hicho chuma na mchanga wa kusafishia hicho chuma akauweka pale Iringa. Kwa hiyo tunaweza kuchuma chetu, nondo za kujengea, kila kitu tukatoa Tanzania kwa miaka 100 bila kununua chuma kutoka nje. Tumepewa kila kitu cha kutufanya tuwe matajiri. Kwa nini watu wetu ni maskini? Miaka 63 katikati ya utajiri. Wimbo wa Bob Marley tuliokuwa tunamsikia naimba hapo One Love, kwenye wimbo wake wa Love Trace,
anasema in abundance of water a fool is thirsty. Katikati ya wingi wa maji mjinga anakuwa na kiu. Katikati ya utajiri wa Tanzania tumekuwa maskini kwa sababu tunaongozwa na watu wasiokuwa na uwezo, wanafanya maisha yetu yawe magumu. Na watu tunaojaribu kusema kwamba rasilimali zetu zitumike kwa ajili ya watu wetu, wanatuwinda, wanatuua. Unakuwaje na nchi ambayo mtu anapoandika kwenye mtandao wa Twitter adhabu yake inakuwa ni kuuawa? Hiyo ni nchi ya aina gani? Kazi namba moja ya rais kama amiri jeshi mkuu ni kulinda uhai wa watu wa nchi yake. Watu wameuawa, wanatekwa. Leo kila kona ya nchi watu wanalia, rais yuko kimya. Mbunge wa Chama cha Mapinduzi, mjumbe wa NEC wa Chama cha Mapinduzi anatoka anasema watu 83 wametekwa. Badala ya wabunge wenzake kumuunga mkono, wanamshambulia. Chama cha CCM kinamshambulia mtu anayekemea mauaji. Maana yake ni nini? Kwamba UVCCM wanakingia kifua wauaji, wanakingia kifua watekaji. Inakuaje? Chama likianzisha Mwalimu Nyerere kuleta ukombozi wa nchi, kuleta ukombozi wa Afrika, leo kimegeuka kuwa genge la watekaji, kinakingia wauaji kifua, kinazuia sauti za Watanzania wanaokemea mauaji. Ndugu zangu, watu wa Arusha, dunia hii hakuna kitu cha thamani kuliko uhai wa mtu. Unaweza kuwa maskini leo ukazaa mtoto ndiye akavumbua dawa ya kansa akaokoa dunia nzima. Ndege unayoiona ni fikra za mtu mmoja. Speaker tunazotumia ni thinking ya mtu mmoja. Kamera tunazotumia, kila kitu duniani kimevumbuliwa na mtu mmoja. Unajuaje kama Mdude Nyagali angezaa mtoto ndio avumbue dawa ya ukimwi iokoe dunia nzima hii? Anapouawa mtu, anapopotezwa mtu. Ndio maana Israeli mtu mmoja wa kwao akitekwa, nchi inasimama kwenda kumfuata, kwa sababu mtu thamani yake hailinganishwi na kitu chochote. Inawezekanaje? Unaishi kama kuku, haujui kesho yako, katika nchi ambayo tunaambiwa tuna rais. Hotuba ya mambo ya ndani ya nchi bungeni inageuka kuwa hotuba ya kuzungumza kuhusu rais, kwamba wabunge wanamlinda rais asisemwe. Polisi wetu hawa askari, sisi hatuna ugomvi nao, hasa hao wadogo. Tuna ugomvi kwa sababu wanatumika, lakini personal kama chama tuna ugomvi nao kwa sababu polisi ni a noble profession, ni kazi takatifu. Kwenye dunia nyingine wanawaita man in uniform. Akiingia kwenye gari akakuta siti moja, wewe unamsimama unampisha yeye akae, kwa sababu risasi ikipigwa hapa, wakati sisi tunakimbia hivi kwa maisha yetu, yeye atakimbia kufuata risasi ili atulinde sisi. Wamekula kiapo cha kutulinda. Leo Wizara ya Mambo ya Ndani badala ya kujadili kuhusu pension ya askari, badala ya kujadili kuhusu mshahara wa askari, mbunge wa viti maalum, badala ya kujadili kuhusu maisha ya askari, analipa mshahara milioni 18 mbunge. Askari analipwa shilingi 400,000 ambayo posho ya mbunge kwa siku ni shilingi 600,000. Wanakwenda kujadili kuhusu mama na tukano. Hawa watu ambao wana bima ya kutibiwa mpaka Ulaya, badala wajadili hata askari akipigwa risasi akiwa anatulinda aweze kutibiwa walau Agakani, wanajadili kuhusu mama ametukana. Wizara ya Mambo ya Ndani hotuba inageuka kuwa mama, badala ya kujadili maslahi ya askari, badala ya kujadili pension ya askari. Mimi nilikuwa bungeni, nimefanya kazi miaka 5 bungeni. Mimi na Neema Dr. Star tumewahi kuwa bunge, Nika amewahi kuwa mbunge. Tumemaliza ubunge tukapewa milioni 272 kwa miaka 5. Askari anafanya kazi miaka 30 akilinda uhai wetu, akistafu anatoa milioni 20-25. Wabunge wanakaa bungeni wanasubiri mwezi wa 6 wapewa milioni 400, badala ya kujadili maslahi ya askari huyu ambaye anatulinda sisi ili wale fedha zao, wanajadili kumtuma askari akatupige sisi tunaomtetea.
Nchi imeraniwa hii. Watu wa Arusha, ukikubali sauti ya Chadema iwe silenced, tutauzwa asubuhi. Hebu fikiria hivi. Arusha nyie, hapo Arusha ndio kulikuwa na kiwanda cha General Tyres. Uongo kweli? Mimi nimezaliwa, baba yangu alikuwa na Land Rover. Tulikuwa tunatumia tairi za General Tyres. Alikijenga kiwanda hicho Mwalimu Nyerere. Kulikuwa na kiwanda cha radio hapa panaitwa Philips. Mwalimu alijenga hivyo viwanda. Mwalimu alijenga Chineries kwa ajili ya kuchakata pamba. Maana yake ni nini? Nchi inayojenga uchumi wake ni lazima nchi hiyo iwe na kitu kinaitwa basic industries. Usiwe nchi ambayo unaagiza kile kitu kutoka nje. Kwa maana hiyo, tairi ilikuwa ikiisha Tarime kwa baba yangu kule, ananunua tairi ya General Tyre. Pesa inatoka Tarime inakuja Arusha, inaingia kiwandani. Ikiingia kiwandani inakuajiri wewe. Wewe ukipata pesa unajenga nyumba na mwajiri huyu fundi. Huyu akipata pesa ananunua sukari kwenye duka la yule mama. Yule akipata pesa anamwagiza bodaboda lete pesa sukari nyingine. Pesa inazunguka miongoni mwa Watanzania. Leo tairi kisha pesa inatoka hapa inakwenda China kutengeneza ajira. Mtapataje ajira watu wa Tanzania? Mtapataje ajira watu wa Tanzania? Kama Mwalimu aliweza kutengeneza tairi za magari, leo nchi hii kuna bodaboda kila kijiji. Hatuna hata uwezo wa kutengeneza tairi ya bodaboda. Tairi kisha Kemakolele Tarime, pesa inatoka Kemakolele na kwenda kwa juu China kufuata tairi. Alafu tuna viongozi wanajiita viongozi, wanatutisha sisi tunaosema mambo haya kwa sababu wameshindwa kuongoza nchi. Haiwezekani. Tunahitaji viongozi wenye maono ambao wanaweza kubadilisha nchi. Inawezekanaje watu wa Arusha, watu wa Mererani? Tanzanite inatoka Arusha. India ndio nchi inayouza Tanzanite nyingi kuliko nchi zote duniani, wakati Tanzanite inatoka Mererani. Watoto wenu wanakuwa trained kufanya nini? Wanakwenda shuleni kufundishwa panzi na miguu mingapi. Wahindi wanafundisha watoto wao namna ya kuchukua Tanzanite yenu na kujitajirisha. Inawezekanaje hilo jambo? Kwamba nyie hamwezi kufanya rapidly, nyie hamwezi kufanya ukataji, nyie hamwezi kusafisha. Kwa nini? Kama tuna nchi ambayo mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali anasema serikali imefanya matumizi ya sio kuwa na tija, serikali ya Rais Samia kwa mwaka jana peke yake bilioni 571. Bilioni 571 matumizi yasiyokuwa na tija. Maana yake ni nini? Ametumia kitu kinaitwa tafsida, kuficha ukali wa maneno. Kwa mfano, badala ya kusema naenda chooni unasema naenda msalani. Kwa hiyo badala ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali kusema serikali imefanya matumizi ya hovyo au ya kijinga, imesema wamefanya matumizi yasiyokuwa na tija, bilioni 571. Vijana wa Tanzania wako hapa hawana mitaji ya kuchimba Tanzanite, hawana ajira, hawana mitaji. Hiyo migodi inakabidhiwa kwa Wachina kwa sababu hawana mitaji. Fikiria hivi, serikali ingekuwa inawajali nyie, ikasema hii migodi tunawakabidhi nyie, hizi fedha zilizopotea undeni vikundi vya watu 100, alafu tuwape migodi kule kwenye dhahabu, wapewe vikundi vya watu 100, alafu napewa mtaji hata bilioni 2. Mnunue mashine, mnunue baruti, mnunue madawa ya kusafishia. Mkichimba mkitoa ile Tanzanite au mkitoa dhahabu, mnauza nje, pesa inarudi kwenu. Wewe ukipata pesa utajenga, utajiri fundi wa hapa. Utanunua kitanda kwa fundi seremala wa hapa. Utanunua bodaboda, mtu wa hapa ataendesha. Lakini leo pesa ikitoka hapa kwenye mgodi wetu inakwenda China, wa China wanaenda kujenga nchi hapa. Mtatajirikaje? Mtatajirikaje? Tukiwa bungeni mwaka 2017
Serikali ilipoanza kutaka kujenga SGR na bwana na Mwalimu Nyerere, mimi nilikuwa waziri kivuli wa nishati na madini. Nikamshauri rais, ingieni kwenye YouTube mwana. Nikamwambia Mheshimiwa Magufuli, kwa sababu tunachuma ndani ya nchi, kabla ya kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere litakalohitaji chuma, tujenge kwanza kiwanda chetu cha chuma. Kile kiwanda kilikuwa kinahitaji mtaji wa uwekezaji dola za Kimarekani bilioni 3, ambayo ni trilioni 7.8. Tujenge kiwanda chetu cha chuma kwanza, tuzalishe chuma ndani ya nchi yetu. Kile kiwanda kilikuwa kinaenda kuajiri vijana wa Kitanzania 60,000. Hao ni direct employed 60,000. Mind you, tangu uhuru mpaka sasa serikali ya CCM imeajiri walimu wote, maaskari wote, ajira zote ni 520,000 tu. Yaani ni chini ya 1% ya Watanzania ambao ni milioni 63. Sasa kiwanda hicho tu kilikuwa kinaenda kuajiri watu 60,000 ambao ni 10% ya ajira zilizoko leo. Actually 11%. Hao ni direct employed. Hatujazungumzia subcontractors ambao wange service magari, wangewalisha makaratasi, wangewalisha chakula. Hatujazungumzia hapo. Wangewapelekea magari ya kule. Hatujazungumzia direct employed watu 60,000 pale Ludewa kwa dola za Kimarekani bilioni 3, trilioni 7.8. Alafu unakaa na wale Arab contractors wanaokujengea bwao, unawaambia sikilizeni, nijengeeni bwao. Shilingi ngapi? Trilioni 5. Sawa, hizi hapa. Lakini chuma chote utanunua Tanzania kwa sababu tuna chuma chetu. Kwa hiyo unawapa Arab contractors fedha kwa mkono huu, unazirudisha kwa mkono wa kushoto ndani ya nchi yako. Ili serikali iwe na wigo zaidi wa mabusara. They never listen. Hawakutusikiliza. Leo kwa mwaka jana peke yake tumeagiza chuma kutoka nje ya nchi cha dola za Kimarekani bilioni 1.2, trilioni 3 mwaka mmoja. Mwaka juzi trilioni 3, mwaka ule mwingine trilioni 4. Kwa miaka mitatu tumeagiza chuma cha trilioni 10. Wakati tungejenga kiwanda chetu cha trilioni 7.8 tuchimbe miaka 100. Tuwauzie wa Kenya, tushushe bei ya chuma, nondo ziwe bei rahisi hapa. Hawakutusikiliza. Mtajengaje ajira katika mazingira haya? Mwalimu Nyerere alianzisha mashamba hapa Bosotu ya ngano ili alishe kiwanda cha ngano hapa cha bia cha Arusha. Uongo kweli? Leo mashamba yote yameuawa. Tunaagiza ngano kutoka nje ya nchi. Actually tumeagiza ngano kutoka mpaka Saudi Arabia jangwani. Wa Saudi Arabia wamechukua mchanga, udongo kutoka Zimbabwe, wamepeleka kwenye nchi yao, wanachukua maji baharini, wanafanya kitu kinaitwa desalination, wanaondoa chumvi, wanatulimia ngano na tuuzia sisi. Ukraine wako vitani, tunaagiza ngano kutoka Ukraine. Mwaka jana tumeagiza ngano ya bilioni 560. Vijana wa Arusha hamna kazi. Mnachohitaji mpewe matrekta, mpewe harvester, mpewe soko la uhakika, mpewe mashamba, muingie na matrekta yenu mlime, mpate fedha, mjenge nyumba, muendeshe magari, muishi vizuri. Lakini serikali yenu inaona kuliko iwape huo mtaji mfanye hiyo kazi, bora iagize ngano kutoka nje ya nchi. Serikali gani hii ambayo leo inachukua bandari ya Watanzania wanakabidhi kwa Waarabu? Dubai mwaka 61 Dubai ilikuwa jangwa. Dubai ni jangwa, walikuwa na watu 70,000. Leo Arusha wapiga kura peke yao mko 600,000. Nyie ni wengi mara 6 mara 7 kuliko ilivyokuwa Dubai mwaka 61. Dubai sisi tunapata uhuru tuko milionari, wako 60,000 wanatembea jangwani wanaokota tende. Wamevumbua pipa la kwanza la mafuta mwaka 69. Mwaka 63 sisi tuna chuo kikuu. Nchi imesimama. Leo tunachukua bandari ya Dar es Salaam, tunawakabidhi Waarabu wako milioni 3. Sisi tuko milioni 63, kwamba sisi hatuwezi kuendesha, sisi ni mandondocha. Tunawapa Waarabu milioni 3. Uwanja wa ndege wa Kia ameujenga Mwalimu Nyerere. Kila mtalii akitua analipa dola 55, akiwa anaondoka analipa dola 55, dola 110, shilingi 300 kwa kichwa kimoja kutua na kuondoka. Unapitisha watalii milioni 1.5. Hiyo nayo hatuwezi kukusanya, tumewakabidhi Waarabu wa Dubai. Nchi inauzwa, nchi inachezewa kushoto na kulia. Watu wetu ni maskini, wanataka tunyamaze, msijue haya yanayoendelea. Sisi
tunakataa kunyamaza. Nyie mnasemaje Arusha? Nyie mnasemaje? Nyie mnasemaje? Chama chetu kimekataa kunyamaza. Hii ndio vita inayosababisha wajaribu kutuua. Hii ndio vita wanayosababisha watu weke ndani. Hii ndio vita wanaotaka kuweka chama hiki gerezani kwenye kifungo. Tumesema hatuendi kwenye uchaguzi bila reforms. Huyu mama amesema anakubalika. Sisi tunataka uchaguzi huru. Hatuwezi kwenda kwenye mechi ya Simba na Yanga ambayo refari ni Haji Manara. Hiyo mechi haiwezekani. Au Simba inacheza na Yanga alafu mshika kibendera au Ahmed Ali, magoli yote ya offside ya Simba atasema ni magoli kwa sababu atakuwa anapendelea timu yake. Tume ya Taifa ya Uchaguzi, Omar Ramadhani Mapuri ni katibu mwenezi wa CCM mstaafu. Tunaendaje kwenye uchaguzi huu? Sisi Chadema tumekataa. Ni Arusha mnasema. Ni Arusha mnasema. Ni Arusha mnasema. Hiyo ndio vita wanaotupiganishia. Hatujaiba mali ya mtu, tunataka haki. Rais Samia, umesema unakubalika. Tunataka uchaguzi ipigwe dakika 90. Lissu asimame hapa na wewe usimame hapa, igongwe 90 ya haki. Asubuhi saa 12 tukupeleke kwenu Kizimkazi ukapumzike, utuachie nchi yetu tuipeleke mbele. Tunataka tume ambayo hata Chadema ikiingia madarakani ikishindwa kutekeleza yale inayowaahidi, wananchi muwe na nguvu ya kuipiga chini Chadema na kuweka watu wengine ili nchi yetu iende mbele. Tunaomba mtuunge mkono. Tunaomba mtuunge mkono. Tunaomba mkitetee hiki chama. Tunaomba mkichangie. Usimame na hiki chama. Msisimame na chama vibaraka. Vita hii tutaishinda tukiwa pamoja. Tuna fomu hizi hapa za petition ambazo tunahitaji kila Mtanzania asaini hapa. Tunahitaji saini milioni 15 tuzipeleke Umoja wa Mataifa kuambia Watanzania wamekataa wizi wa uchaguzi. Kila mtu asaini. Viongozi wetu wazunguke nchi nzima, kila sehemu waungeni mkono. Arusha mnasemaje? Arusha mnasemaje? Arusha mnasemaje? Wanaounga mkono ajenda ya chama nyosha mkono. Nyosha mkono. Nyosha mkono. DJ kulia. Wanaounga mkono ajenda ya chama ya no reforms, no election, nyosha mkono. Nyosha mkono. Waandishi wa habari pandeni juu. Arusha no reforms. Arusha no reforms. No reforms. Asanteni sana Arusha. Mungu awabariki sana. Tunaomba mchangie chama. Tunahitaji mchango wa tone tone. Na mimi nitasimama hapa. DJ, piga one love wananchi wachangie chama chao. Twende kazi. One love. Sogea. Njoo. Arusha njoo. One love. One love.
Asante.